Usichonibariki na shukuru na furahia, usichonibariki na subiri utanijibu. Ulichonibariki na shukuru na furahia, usichonibariki na subiri utanijibu. Sasa na relax, na relax, na relax, kwako na relax, na relax, na relax, Yesu makofi mengi. Yeye yuko pamoja. Wakati huu tutaenda kuomba kwa ajili ya kufungua ibada yetu. Achilia nguvu ya Mungu, ita uwepo wa Mungu, alika mamlaka yake na nguvu yake ende nasi wakati wote. Twende mbele za Mungu. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu palipoinuka, asante kwa neema yako na upendo wako juu ya jambo hili. Tunakushukuru kwa wingi wa uweza na upendo wako umetuwezesha kutusanyisha mahali hapa kwenye hema hili lako, mfalme mwema. Kiu yetu ni kuona mkono wako ende nasi katika jambo la kukutukuza wewe na kukusifu wewe katika njia ya uimbaji. Achilia uwezo wa malaika zako na nguvu yako, tukivunja ila zote za ule mwovu ibilisi hazina mamlaka juu ya ibada hii. Katika jina la Yesu Kristo mfalme mwema, tunaachilia damu yako Yesu iliyoangikwa msalabani, ikatutakasa na kutuosha, ikaliweke wakfu jambo hili kwa wingi wa mamlaka yako. Ninaachia nguvu yako na furaha yako ende nasi mfalme, uliongoze juu ya maisha yetu wakati wote. Niwe Bwana mabwana, hakuna mwingine kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo mfalme mwema, ni wewe wa haki na wa baraka, utakuwa pamoja nasi kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Mpigie Yesu makofi mengi. Bana, hayo makofi ni ya balozi. Nataka makofi ya Yesu. Mpigie Yesu makofi. Amen. Nyanyua mikono yako miwili juu. Kama unajua ulipo hapo ni kwa ajili ya Bwana. Umenyanyua? Haya, hiyo mikono iunganishe kwa ajili ya kumsifu Bwana. Mpigie Yesu makofi mengi. Haleluya! Sasa wakati huu tunahitaji tujiachilie, tuenda kumsifu Mungu, tunaenda kumsifu Mungu. Kwa hiyo achilia mwili wako, tunataka tumsifu Mungu kweli kweli. Haleluya! Maana Yesu alikuja kwa ajili ya jambo hilo, watu kuwatafuta wamsifu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo ni wewe sasa, tutakuona hapa umepatwa na Yesu au bado. Haleluya! Karibu, karibu. Unaruhusiwa kuachilia kiti chako kusogea mbele. Maana kiti kinaweza kikawa kimekubanabana. Haleluya! Kikawa kimekubanabana, usiruke vizuri, ukasogea. Sehemu imeachwa kwa ajili ya kazi hiyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Bwana, 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 tunakutukuza. Bwana, 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 tunakutukuza. Ima Baba. Bwana, Bwana,
Basi. Wameniangusha, inatosha. Twende tukamwabudu Mungu wetu. Nilitaka nione watu wanacheza tu kwa Bwana, tumeimba kucheza. Tunaenda kumwabudu Mungu wetu. Simama hapo hapo ulipo, tukamwabudu Mungu wetu. Simama mahali ulipo kwa kumheshimu Mungu wako. Nguvu alizokupa ni yeye. Kila wakati unatakiwa kumwabudu Mungu. Yangu yafike kwako, moyo uliopondeka hujadharau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Ni maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka hujadharau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu. Yafike kwako, moyo uliopondeka hujadharau. Ni kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe. Asante mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Niwe mwema na mwaminifu wakati wote, mfalme mwema, uliozitandaza mbingu kwa uweza utokao kwako, utupae mamlaka yote, mfalme wa falme. Wewe ni mwema na mwaminifu na wa haki, ndio maana tunajua hakuna kingine tunachoweza kukifanya bila uweza wa mamlaka yako. Tunakuabudu wewe, mfalme wa falme, utupae nguvu ya kutembea hata kuzungumza, maana hatuwezi bila uweza wako, mfalme mwema. Ndio maana tunasema ni wewe Bwana wa mabwana, ni wewe Alfa na Omega, ni wewe mwanzo na mwisho, ni wewe upasaye kuabudiwa na kusujudiwa, uliozitandaza mbingu kwa neno lako, mfalme mwema. Nasi tunakutukuza watoto wako jioni ya leo, tukisema ni wewe mfalme mwema juu ya maisha yetu. Asante kwa upendo wako, asante kwa neema yako, katika jina la Yesu Kristo, mfalme mwema. Amen. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Haleluya.
maelekezo. Hakika utafanikiwa ukiyapata maelekezo. Hakika utafanikiwa ukiyapata maelekezo. Tuyafuate maelekezo ambayo atuagiza Mungu. Tuyafuate maelekezo ambayo atuagiza Mungu. Maelekezo, ukiyapata maelekezo, hakika utafanikiwa ukiyapata maelekezo. Hakika utafanikiwa ukiyapata maelekezo. Tuyapate maelekezo ambayo atuagiza Mungu. Tuyapate maelekezo ambayo atuagiza Mungu. Nimejifunza kuvumilia nikipatwa na majaribu. Nimejifunza kuvumilia nikipatwa na majaribu. Nikijaribiwa siwezi kumwacha Mungu. Nikijaribiwa siwezi kumwacha Mungu. Haijalishi napigana vita gani, siwezi kumwacha Mungu. Haijalishi napigana vita gani, siwezi kumwacha Mungu. Alijaribiwa lakini hakumwacha Mungu. Ayubu alijaribiwa lakini hakumwacha Mungu. Imani yake ilikuwa kubwa sana. Imani yake ilikuwa ni kubwa. Imani yake ilikuwa kubwa sana. Imani yake ilikuwa ni kubwa. Ayubu alipitia majaribu mengi tena mazito. Ayubu alipitia majaribu mengi tena mazito. Watoto wake walikwisha, mifugo yake Ayubu ilikwisha.
na mali zake Ayubu zilikwisha, lakini alibaki kuwa na Mungu. Nimejifunza kuvumilia nikipatwa na majaribu. Nimejifunza kuvumilia nikipatwa na majaribu. Nikijaribiwa siwezi kumwacha Mungu. Nikijaribiwa siwezi kumwacha Mungu. Haijalishi napigana vita gani, siwezi kumwacha Mungu. Haijalishi napigana vita gani, siwezi kumwacha Mungu. Aliyeshinda majaribu, aliyeshinda majaribu, imani yake ilikuwa ni kubwa mbele za Mungu. Imani yake ilikuwa ni kubwa mbele za Mungu. Hakumwacha Mungu, hakumwacha Mungu. Aliyeshinda majaribu, imani yake ilikuwa ni kubwa mbele za Mungu. Imani yake ilikuwa ni kubwa mbele za Mungu. Hakumwacha Mungu, hakumwacha Mungu. Alimtegemea Mungu, alimtegemea Mungu. Unaruhusiwa kuunga tena. Bwana mkubwa alimwambia Simoni, tweka hadi ng'ambo ya pili. Wewe Bwana mkubwa alimwambia Simoni, tweka hadi ng'ambo ya pili. Mkashushe nyavu zenu Simoni, mkavua samaki. Mkashushe nyavu zenu Simoni, mkavua samaki. Simoni alimwambia Yesu, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, hatukupata samaki Bwana mkubwa, hatukupata samaki Bwana mkubwa.
alimwambia Simoni, tweka hadi ng'ambo ya pili. Bwana mkubwa alimwambia Simoni, tweka hadi ng'ambo ya pili. Mkashushe nyavu zenu Simoni, mkavue samaki. Mkashushe nyavu zenu Simoni, mkavue samaki. Simoni alimwambia Yesu, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, hatukupata samaki Bwana mkubwa, hatukupata samaki Bwana mkubwa. Simon akamjibu, Bwana, tumefanya kazi usiku kucha tusipate kitu. Simon akamwambia, Bwana, tumefanya kazi usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako tutashusha nyavu zetu. Lakini kwa neno lako tutashusha nyavu zetu. Simon akamjibu, Bwana, tumefanya kazi usiku kucha tusipate kitu. Simon akamwambia, Bwana, tumefanya kazi usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako tutashusha nyavu zetu. Lakini kwa neno lako tutashusha nyavu zetu. Wewe kwa Yesu laha sana. Ole wako wewe. Vigelegele kwa Yesu. Vigelegele kwa Yesu. Mlenda baba, mlenda. Hamli mlenda. Haya, naomba karibu tusimame wote kwa pamoja. Naomba niandalie biti hapo. Tuko live. Tusimame wote. Wakati huu mlioko nje sasa, tunawakaribisha ndani humu kwa ajili ya leo happy birthday yenu ya kuzinduliwa na kuzaliwa upya ndani ya Kristo. Vigelegele kwa Yesu. Nataka niwaone wanyonyaji wamebarikiwa. Makofi kwa Yesu. Tunamjua aliye hai. Tunamjua aliye hai. Kuna nini humo jamani wewe? Nataka nione wanaojua kucheza kwa Bwana.
Bado sijaona. Afu sauti umetubania. DJ achilia DJ. Achilia tuvine kwa Bwana. Maana sisi tunajua tunayemchezea. Na tunajua njia, ndio maana tupo hapa. Yes. Hapo. Emshikilia kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nisikie kelele mpaka nyumba ndogo wa mamdogo wasikie. Bwana Yesu asifiwe. Maana wa mamdogo hapo wajue wewe huwa Yesu hapa. Piga makofi kwa Yesu. Sasa hapo utulie. Mwambie acha kutikisika. Maana ndio sehemu imefika sasa. Si ndivyo? Maana ukitikisika jamaa anaweza kufyeka mtama. Maana kazi yake shetani yeye ni kuchunguza. Nani nipite naye hapa. Sasa angalia. Sogea kabisa hapo makameramani na si wenye macho mawili yaliyokamilika na wenye moja. Wote tujiandae sasa kuona kinachokuja kutokea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa mimi nitakuwa nasema, kuna saa moja mimi nitakuwa nasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tunapiga nini? Aya, kwa jina la Baba na la Roho. Amen. Hapo tuleta DJ. Hapo bado ndo tunaanza. Bado ndo tunaanza hapo. Vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa heshima na taazima nipende kuleta mama yetu kipenzi, katibu wa kanisa ambaye ndiye mwakilishi wa mchungaji. Karibu naye atasema machache. Karibu mama na baba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Unayo furaha? Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Ongeza tena makofi na vigelegele. Amen. Mungu awabariki sana na hongereni kwa ajili ya tukio zuri la uzinduzi wa kwaya yetu. Amina. Hongereni vijana. Jina la Bwana ni zuri. Tusaidie hapo, wengine shule hatukwenda. Tunaona mapicha tu. Tukisikia sauti yako tunaweza tukajua kilichopo hapo na maelezo yake. Amen. Karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nimesimama mahali hapa kama mwakilishi. Baba yetu alikuwepo mahali hapa, amepata uzuru kidogo, ametoka. Kwa hiyo nimesimama kumwakilisha kwa ajili ya jambo hili zuri. Amina. Amen. Basi leo ni siku njema na ya baraka kwetu sisi kwa sababu tunaizindua kwaya yetu na tutayasoma yaliyoandikwa ili tuweze kuyafahamu na kuyaelewa. Amen. Kanisa la FPCT Mlima Sayuni Kidatu B Tabora. Mlima Sayuni tumeizindua, imezinduliwa rasmi. Vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba utarudia tena kupiga makofi mazuri na vigelegele. Kwaya ya Amen. tumeizindua leo Mlima
Mama Sayuni Kwaya. Makofi na vigelegele. Sayuni Kwaya. Sayuni Kwaya. Tarehe 26 mwezi wa 7 2026. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Vigelegele kwa Yesu. Sayuni Kwaya. Sayuni Kwaya. Amen. Sayuni Kwaya. Tuko live. Vigelegele. Basi makofi mengi kwa Yesu. Naomba bango lisogee pale. Hapa tumeiona Sayuni Kwaya kwenye bango. Tunataka tuione, tuletee nyimbo mbili wakati huo tunapopeleka bango kuliweka ili kuacha nafasi mgeni rasmi na mwenyekiti utarudi kwenye nafasi yako ili tuione kwaya ya Sayuni iliyozinduliwa yaliyomo yamo. Vigelegele kwa Yesu. Haya, leta biti la kuwarudisha wageni rasmi warudi kwenye kiti. Wakati huo tutakuwa tukiangalia Sayuni Kwaya. Wageni rasmi mnaruhusiwa mkakae pale. Tuwaalike sasa Sayuni Kwaya yaliyomo yamo. Aha. Wakati huo ukiandaa nyimbo yao kali kabisa. Tuwe kama nani? Tuwe kama nani? Tuwe kama nani? Unajua Wakristo wengi hamsomi Biblia, kazi season. Dunia imefika namba ngapi? Dunia uendi mbinguni, neno ndio nakupeleka wapi? Hapo nimewagusa. Vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Tuwe kama nani? Tujionee kwa nini? Tuwe kama nani? Tujionee kwa nini? Sasa tukijionea kwa macho, tukiona yaliyomo yamo, tusiwe kama Yuda tukakimbia. Tunatakiwa tushangilie, si ndio? Maana tunaweza tukawa kama Yuda, tumeona kweli yaliyomo yamo lakini tukakimbia. Si ndio? Haya, karibu. Vigelegele kwa Yesu. DJ simama DJ simama. Unajua siku zote hata kama una zawadi, nimefika kwenye nyumba yako nimeipanga hii, nikifika tu kwa ndugu yangu nifike nampa, si ndio? Yaani nimepanga hii, nikifika nifike nampa. Alafu nafika hodi. Karibu. Hiyo zawadi utaitoa? Sasa sinaona hapa neno karibu. Yaani nyinyi hamtaki zawadi, si ndio? Waende waimbe. Aya, nataka meno 36 nje. Vigelegele kwa Yesu. Tuko live. Haleluya. Watu wanaweza wakakosea hadi step. Mtu mwingine yuko unatuangalia utupongeze, unataka utumeze. Mwisho mtu anashindwa hata kunesa hapa. Jamani, mniangalizie, atakaye nuna mninyoshe mkono. Nimtoe asiniharibie sherehe. Sawa? Vigelegele kwa Yesu. Piga makofi. Karibu DJ. Tuko live. Yamo, yaliyomo yamo. Katika neno la Mungu. Tutengwe katika neno la Mungu. Tuishi katika neno la Mungu. Ala Mungu akae ndani yetu, ndiye ametufanya imara kwenye misingi yake tena. Hatutabaishi na mawimbi ya shetani tena. Hatutetereki na upepo wa shetani tena. Ametufanya imara kwenye misingi yake tena. Hatutabaishi na mawimbi ya shetani tena. Hatutetereki na upepo wa shetani tena. Tujengwe katika neno la Mungu. Tuishi katika neno la Mungu.
kuishi katika neno la Mungu. Vigelegele kwa Yesu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa ni Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa ni Mungu. Vyote vilifanyika kwake, bila yeye hakikufanya chochote. Vyote vilifanyika kwake, bila yeye hakikufanya chochote. Ndani yake kuna uzima, uzima huo nuru ya watu ing'arayo gizani, wala giza hakuna tena. Ndani yake kuna uzima, uzima huo nuru ya watu ing'arayo gizani, wala giza hakuna tena. Bila yeye hakuna jambo laweza fanywa, bila yeye hakuna jambo laweza fanywa. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa ni Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa ni Mungu. Vyote vilifanyika kwake, bila yeye hakikufanya chochote. Vyote vilifanyika kwake, bila yeye hakikufanya chochote. Ndani yake kuna uzima, uzima huo nuru ya watu ing'arayo gizani, wala giza hakuna tena. Ndani yake kuna uzima, uzima huo nuru ya watu ing'arayo gizani, wala giza hakuna tena. Bila yeye hakuna jambo laweza fanywa, bila yeye hakuna jambo laweza fanywa. Kuna mwenye kiulizo tena? Kuna mwenye kiulizo? Maana kuna watu wasikia amependeza lakini kiatu sasa. Maana huwa hawakosagi cha kutafuta. Sasa tunataka tumalize wale wasema amependeza ila kiatu sasa. Waone na kiatu kimo. Leta nyimbo ya pili. Maana kuna wengine ukiona sasa ameng'aa, MC unajua shati liko vizuri lakini sasa suruali ni changamoto. Maana si hatukosagi ya kusema. Vigelegele kwa Yesu. Haleluya! Amelaniwa mtu
aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga amekuwa kama yule mpumbavu. Aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga amekuwa kama asiye na akili. Aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga, mafuriko yalipokuja upepo mkali na polipovuma, na dhoruba ilipofika, ataipoteza imani yake. Maana mwanadamu msaada wake ni wa muda tu. Pia mwanadamu kubadilika, badilika, badilika. Maana mwanadamu msaada wake ni wa muda tu. Mchunge mwanadamu huyo. Vigelegele kwa Yesu. Jambo wala kitu chochote cha kutumaini. Hivi unajua ya kuwa hakuna jambo wala kitu chochote cha kutumaini isipokuwa Mungu wa mbinguni, isipokuwa huyu Baba, isipokuwa Mungu wa mbinguni, isipokuwa huyu Baba. Katika mateso, toa katika mapito, toa katika magonjwa, toa katika mateso, toa katika mapito, toa katika magonjwa.
Ilikuwa ndio utaratibu wao, walifanya hivyo mara zote hao. Ilikuwa ndio utaratibu wao, walifanya hivyo mara zote wao. Hata ilipofika mida ile ya saa 9, Petro na Yohana walielekea hekaluni kusali. Hata ilipofika mida ile ya saa 9, Petro na Yohana walielekea hekaluni kusali. Ilikuwa ndio utaratibu wao, walifanya hivyo mara zote hao. Ilikuwa ndio utaratibu wao, walifanya hivyo mara zote wao. Igelegele kwa Yesu. Kitu kutoka kwao.
Kuna mwenye kiulizo? Kuna mwenye kiulizo? Haya, kama una kiulizo nataka umchapie Yesu makofi tuone kweli una kiulizo. Kwa Kisukuma ukisema natoshaga unasemaje? Kwa Kisukuma nimetosha. Wasukuma momo. Nimetosha unasemaje kwa Kisukuma? Aha, natoshaga. Wanyamwezi mnasemaje? Mwanogaga. Bado Wanyamwezi nyosheni mikono. Kuna Wanyamwezi hata hajatosha. Nataka niwape dozi. Wanogile. Mtale. Subilini. Waha mnasemaje? Waha wamo. Aya, wakati huu sasa naomba msoma risala hapo umesimama naona ushapumzika. Karibu na msoma historia fupi. Baada ya historia fupi tutaenda sasa wale wanasema bado mtujazilizie. Ndio tutaenda kujazilizia. Karibu anayeleta historia fupi ya kwaya hii. Karibu. Ifuatayo ni historia ya kwaya, ni sala ya kwaya ambayo inasomwa leo. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa wote na kanisa lote kwa ujumla, tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ndugu mgeni rasmi, kwaya hii ilianzishwa mnamo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2005 katika kanisa la FPCT Kidatu nguzo ya 7 chini ya mchungaji Livingstone Kawa. Ndugu mgeni rasmi, kwaya hii ina wastani wa mwaka mmoja toka kuanzishwa kwake. Kwaya hii ilianza na waimbaji wasiopungua 10. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea kuimarika siku hadi siku, na ndiyo maana leo tumeplani kuzindua kwaya hii kwa siku ya leo. Mpaka sasa kwaya hii inao waimbaji 21. Ndugu mgeni rasmi, kwaya hii inayo changamoto ya kiuchumi ambayo inapelekea kushindwa kukamilisha baadhi ya mahitaji, ikiwemo kuhubiri Injili, ikiwemo kufanya shooting ya video. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na watu wote tunaomba mchango wenu ili kuinua huduma hii. Ndugu mgeni rasmi, tunayo malengo mengi ya kufanya kama kuanzisha mradi wa kwaya, kushuti video, kuongeza nyimbo na kurekodi. Vitu vyote hivyo vinahitaji pesa. Mwisho, watu wote tunawashukuru kwa kusikia wito wetu na kuitikia. Mungu awabariki sana. Mwisho. Kanisa tusimame wote, tusimame tumekaa muda mrefu. Sisi ni warithi wa salama. Vigelegele kwa Yesu.
Nadhani sasa hapo wawekee nyimbo nzuri. Watakuwa wakirudi sasa kupumzika, lakini kipindi wanarudi kupumzika, najua kuna watu wameshaongea vitu vingi sana kuhusu kwenye risala. Naona mnaisha. Sasa mkiisha, shetani kazi yake ni kuchomoa mmoja mmoja. Kwa hiyo naomba tuvumiliane kidogo, dakika 2 tu, tunaenda kumalizia. Naomba wanakwaya, wageni wetu, wenyeji wetu mwende mkatulie wakati huo wanaoleta keki, ambayo ni keki ambayo ni jambo la muhimu kwa kushiriki kwa pamoja ili kutengeneza nafasi ya upendo. Kwa hiyo naomba uandae vizuri moyo wako na nafsi yako. Kiu yetu ni kwamba wamesema wana changamoto na tunaendelea kumwomba Mungu, na mgeni rasmi amepokea hiyo changamoto, lakini pia ataendelea kusoma kuipitia. Baada ya hapo atapoweza ataweza kufanikisha, lakini tunahitaji kujumuika kwenye keki ya pamoja. Keki ya pamoja maana keki inawakilisha upendo, ili ni kila mtu anaelewa. Kwa hiyo naomba tuwe kwa pamoja wote, tumalize pamoja vizuri sana. Kwa hiyo naomba wale waliopangwa kwa ajili ya keki, andaa nyimbo nzuri kabisa ambayo itatuleta kwa ajili tukashiriki kwa pamoja keki ya upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Una amani ya kutosha? Kwa kama una amani, hii ndio jambo ambalo msema wale walisema bado hatujatosha. Tunaenda kutosheka sasa kwenye sehemu hii. Kiu yangu jamani, ndugu zangu, ni kama jinsi tunathamini umoja na upendo tukiwa ndani ya Kristo. Tunahitaji kusikamatana kwa pamoja ili tuweze kufanikisha. Ni kweli ndugu zetu wamekuwa na changamoto za hapa na pale, lakini pia jipigeni makofi wa mama, makofi mengi sana. Yes. Aha. Yesu tu. Niachie kwa Yesu, acha kubanabana mwili huo. Yesu alishafanya mambo wewe. Una hofu nini? Aha. Basi taratibu jamani, taratibu. Oh, nesa. Kigelegele kwa Yesu. Haleluya. Naomba mic iende pale, lakini na pia hili ni jambo la upendo. Naomba wote meno 36 yawe nje, sijui 38, ingawa kuna wengine yalishapungua kwa ajili ya hapa na pale, lakini yaoneshe hivyo hivyo yalivyo. Karibu mgeni rasmi. Kiu yetu ni upendo tu, sio kwamba unaweza zaidi ya wengine, lakini neema imekuwa pamoja nasi, unatuongoza kwa ajili ya kukamilisha swala hili. Kitu hichi ni kidogo, lakini tunakifanya kwa ajili ya upendo tu. Kwa hiyo nitakualika mahali hapo, ni kwa ajili ya mchango na kusapoti, tutakula, lakini kwa ajili ya kusapoti kwaya yetu, kama jinsi imeweka changamoto zingine ambazo utaenda kujibu, lakini kanisa imesikia, itaendelea kujibu kwa ajili ya kukutana nao. Lakini hichi ni kinyo tunafanya kwa pamoja wote, kwa kuambia wasihofu, tuko pamoja nao na tutatembea nao. Kwa hiyo sogea kwenye boksi hapo, alafu utaniambia unalifungua kwanza kwa kusapoti shingapi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza tumshukuru Mungu. Amen. Mungu wa rehema na neema, ambaye ametupa neema tumekutana jioni ya leo. Amen. Na kikubwa sana ni Mungu kutufunulia neema ya wokovu. Amen. Kwa sababu kwa kufunuliwa neema ya wokovu tumekutanika hapa makabila mbalimbali. Amen. Na tumekuwa ndugu, na kupitia wokovu tumepata kufahamiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Na tuipongeze kwaya kanisa ambayo leo imetimiza mwaka mmoja takriban, lakini leo ni siku yao ya kipekee. Amen. Tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026 kama siku yao ya kuzinduliwa, kwaya ya Mlima Sayuni kwaya. Amen. Na nimpongeze mchungaji pamoja na uongozi wa kanisa kwa kuilea na kuitunza kwaya hata leo hii inayo heshima ya kujizindua, kujikabidhi mikononi mwa Bwana kwa ajili ya utumishi. Amen. Niwashukuru na wale wageni waalikwa kama mimi ambao mmealikwa, mmesherehesha sherehe yetu na mmeifanya imefana. Na nimshukuru mama ambaye anamwakilisha mchungaji kwa sababu mchungaji amepata dharura. Nimshukuru mwenyekiti, alinisemesha ghafla tu niwe mgeni rasmi. Amen. Lakini najua kibali alipata kwa mchungaji. Amen. Hakunikaribisha yeye. Amen. Kwa sababu kwaya iko chini ya kanisa. Amen. Na kabla tujazindua, Amen, niruhusu niseme maneno machache. Kwa sababu hatuzindui kitu cha kidunia, tunazindua kwaya. Amen. Kwaya ni chombo muhimu au idara muhimu ndani ya kanisa. Ni chombo muhimu kwa sababu kinasaidia katika kufanya injili. Lakini kitu chochote cha muhimu shetani huwa anavita nacho. Na anavita nacho kwa sababu anajua kina msaada mkubwa katika kuharibu ulimwengu wa ibilisi. Kwa hiyo ni muhimu sana kama kwaya ikafahamu inayo vita. Kweli tunawapongeza leo, mmeianza safari vizuri, lakini safari yote ina vita. Amen. Nasumbuliwa na macho. Mtu yote mwenye Biblia hapo anisomee Mithali 16 mstari wa 18. Hakuna aliyepata? Mithali 16 mstari wa 18. Mwingine atanifungulia Mathayo 11 mstari wa 29. Mwingine atanifungulia Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Anza na Mithali 16 mstari wa 18. Mithali 16 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, Amen. Kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabali hutangulia maanguko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwaya inaweza ikaanza vizuri, ikafanikiwa, wakatokeza walimu, wakatokeza masolisti wazuri, tukaifurahia, lakini ghafla kikaja kiburi. Kiburi kikikomaa kinaondoa tabia ya unyenyekevu. Kikiondoa tabia ya unyenyekevu ambao ni sifa ya Yesu mwenyewe, kwa sababu katika Mathayo 11:29 anasema, jitieni nira yangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema yeye ni mpole na mnyenyekevu. Kwa hiyo tena anasema ni mnyenyekevu wa moyo. Mtu akiwa na kiburi, Biblia inaonyesha kabisa kwamba yule mtu anakosa kuwa mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo anaweza asisikize mashauri ya viongozi, anaweza akaibua roho ya uasi. Na tabia ya uasi huwa inaanza kwa mmoja, lakini inapenda kushirikisha wengine. Maelekezo yanayotolewa kwenye kwaya anamshawishi na mwingine asiyapokee, asiyafanyie kazi. Bwana atusaidie sana. Ninakuombeeni kwaya ya Sayuni, msije mkaibuka kuwa na roho ya kiburi wala roho ya unyenyekevu isiyoondoke ndani mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Maana mkifanya hivyo mtaifanya kazi ya Bwana vizuri. Amen. Lakini ukisoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18, naomba unisomee. Ni jambo ambalo wanakwaya wapendi kulisikia, wala watu wa kanisa hatupendi kulisikia, lakini ni ukweli, huwa inaua huduma ya watu.
nisomee hapo afu ndio nitaenda kwenye zoezi. Wakorinto Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Kimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zinaa huwa inakimbiwa. Zinaa haina principle nyingine. Zinaa huwa inakimbiwa. Tumesoma habari za Yusufu tukajifunza kwamba alikimbia. Hata we mtu wa Mungu ukiona kuna mazingira yanakusogelea zinaa ikimbie. Wanakwaya ni watu wanaozoeana, wanaishi kama familia, wanawasiliana kwa simu. Ukiona mtu analeta ukaribu wa kimapenzi, mblock. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini nasema hivi? Zinaa inapunguza uwepo wa Mungu katikati ya maisha ya mmoja na ndani ya kwaya, na kwaya inakuja kuwa sehemu ya kuliumiza kanisa. Badala ya kazi ya Mungu isonge mbele, kazi ya Mungu inasimama. Ni kiu ya kanisa kuona kwaya imekuwa chachu ya kazi ya Mungu kusonga mbele. Kwa hiyo nikukumbusheni, na mimi najikumbusha, na kanisa tujikumbushe ya kwamba tuikimbie zinaa, maana ni dhambi ambayo neno la Mungu linasema kwamba inauharibu mwili. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utakuja utamwimbia Mungu, utamsifu Mungu, lakini kama unajihusisha na zinaa, mbingu hautaiona. Amen. Lengo kubwa kumtumikia Mungu ni siku moja tukapate kumwona Mungu. Amen. Basi kwa maneno hayo machache, na mimi nichukue heshima kusema leo kwaya yetu imezinduliwa. Amen. Na tunaamini kabisa kwaya yetu itafanya kazi njema mahali hapa, na mji wa Tabora watapata kumjua Kristo kwa sababu. Makofi mengi kwa Yesu. Kwaya yetu imetusomea risala. Risala ni muhimu sana. Inakaa katika kumbukumbu ya kwamba kwaya ilipozinduliwa, lakini ilikuwa ina changamoto. Hizi ni changamoto endelevu, tutazitatua taratibu. Na sehemu ya siku ya kuzitatua tunazianza leo. Amen. Kwaya inatamani kumhubiri Yesu, inahitaji vifaa, na ashukuriwe Mungu, huduma imeanza ikiwa na vifaa vya ndani, lakini inahitaji vifaa ambavyo vitakuwa vinabebwa kwenye magari, inaenda nayo huko vijijini kumhubiri Yesu. Amen. Na wanahitaji wawe na kumbukumbu za vizazi vyao. Tukikaa katika manyumba yetu na sebule zetu, tuangalie video. Amen. Tuangalie kwaya ikiinjilisha habari za Yesu. Amen. Iko siku na majira ambayo Mungu atayabariki, watarekodi. Amen. Lakini chachu au msingi wa kurekodi tunauanza leo. Amen. Hata vigelegele kwa Yesu. Hata kama tuna shilingi moja, shilingi 100, iheshimu sana, maana inaweka msingi wa kurekodi, wa kuhubiri injili kwa kwaya ya Mlima wa Sayuni kwaya. Tunaikata kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Vigelegele kwa Yesu. Nimeikata keki kwa fedha taslimu za Kitanzania. Pesa kidogo tu, lakini tumesema tunajenga msingi kwa pamoja. Amen. Ni fedha ya Kitanzania shilingi 50,000. Makofi mengi kwake. Kwa heshima na taazima, nimezungukwa na watu watatu, na hao watu watatu ni watu muhimu sana katika hili kusanyiko. Kwa heshima yao, nataka mimi nimlishe ndugu yangu. Kwanza nimeona naye, nimefurahi, hatujaona naye siku nyingi. Atakula naye kwa pesa. Atataja kiasi chake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utamu umeendelea kukolea. Amen. Kama waimbaji wanavyoimba kwamba utamu kukolea. Amen. Haleluya. Amen. Nashukuru Mungu na mimi nimepata fursa ya kuwepo kwenye tukio hili. Basi nisiwe na maneno mengi ya kuzungumza, na mimi nitakula keki. Hapana, nimelishwa. Sasa nataka na mimi nile. Haleluya.
Kama nilivyozungumza, tulikuwa tuna sherehe, tuna mambo mengi, fedha zimetumika kwa viwango vikubwa. Amen. Lakini bahati nzuri na mgeni rasmi amezungumza kwamba kuna ka option kanini ka ahadi. Haleluya. Amen. Mimi nitakula keki kwa shilingi 30,000. Makofi mengi kwa Yesu. Amen. Hii 30,000 ndio iliyopo keshi, lakini kwa ujumla nitakula keki kwa shilingi 100,000. Makofi mengi kwa Yesu. Amen. Nadhani tuwasiliane na mwenyekiti wenu kwenye tarehe 10 ya mwezi wa 8, ataniona nimpe 70,000 iliyobaki. Makofi mengi kwake. Amen. Mungu ambariki sana. Mgeni mwenza rasmi ameweza kufanya jukumu la kuchangia kwaya ya kanisa, na sasa ni muinue katibu wetu wa kanisa aje amlishe mama hapa, naye mgeni huyu rasmi ambaye tumeongozana naye ataila kwa pesa, atatoa ahadi au atatoa keshi. Karibu sana mama na Mungu. Makofi mengi kwa katibu wetu. Bwana asifiwe. Kama nilivyosema, nimesimama kumwakilisha baba. Yeye amesema ameandaa kitu kizuri kwa ajili ya kwaya hii. Makofi mengi. Na atakuja kukitamka mwenyewe. Nafikiri wiki ijayo atawatangazia kanisa zima kile alichoandaa kwa ajili ya watoto wake. Amen. Amina. Basi lakini na mimi nitaomba kuwalisha watoto wa kanisa hili keki kwa shilingi 10,000. Watoto wote wa kanisa hili watakula kwa shilingi 10,000. Amina. Lakini nimekuja mahali hapa niweze kumlisha mgeni wetu keki. Sasa siwezi kusema. Nafikiri nimlishe ule utamu utakapokuwa unaendelea, ndio mwenyewe atatamka kile anacho. Amen. Vigeregere kwa Yesu. Utamu uliopo hapo na ujua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nami namshukuru Mungu kunipa kibali kwanza kukanyaga katika hema hili. Amen. Na nimekanyaga kwa ajili ya uzinduzi wa kwaya ya kanisa. Na mimi nitaendelea kuwaombea Mungu aendelee kuwatia moyo, waendelee kusonga mbele katika kwaya. Amen. Maana kazi ya Mungu nayo ni ngumu. Lakini yupo ambaye atutiaye nguvu atashinda. Nisiwe mwongeaji sana. Keki yetu ni tamu na ni nzuri pia. Makofi mengi. Keki hii mimi nitaila kwa shilingi 30,000. Amen. Vigelegele. Kwa sasa hivi na shilingi 20,000, shilingi 10,000 wataijia. Amen. Amina, ongeza makofi, mama ameshakula keki. Amen. Basi zoezi letu linaendelea na tumebakisha mgeni rasmi mwenza mmoja, nami nitamlisha keki. Alafu naye atatoa neno baada ya kusikia sukari, maziwa na asali. Basi namkabidhi maiki. Makofi mengi kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Kwanza nipende kumshukuru Mungu nilipopata taarifa hii, kwa sababu hii taarifa nimepewa kwa kushitukizwa na mtumishi wa Mungu John hapo.
Mimi naabudu katika kanisa la 5 Point Church hapo karibu na sokoni. Lakini pia mimi ni kijana, bado sijaoa, bado namtumikia Mungu. Kwa hiyo na mimi nimependa kuungana na kanisa hili kwa sababu mimi sisali katika kanisa hili, lakini nimependa kuungana na viongozi na kupewa kipaumbele cha kukaa madhabahuni. Ni jambo la kushukuru. Amen. Kiukweli keki ni tamu sana. Sijawahi kuila keki tamu kama hii. Makofi. Lakini mimi nitapenda kula keki kwa sababu mimi sijara, nimelishwa. Nitapenda kujilisha mwenyewe ili nizidi kuongeza ladha mdomoni. Mimi nitatoa kiasi cha shilingi 20,000. Amen. Na hapa nina kiasi cha shilingi 10,000. Jumamosi nitawapatia John, ataiwasilisha. Amen. Makofi kwa Yesu. Vijana oye. Vijana safi. Makofi mengi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Basi ni wakati wa kwenda kwenye makundi. Kabla hapo kuna kundi tayari lina kibali cha kusogea hapa. Watoto wetu sogeeni, maana neno la Mungu linasema watoto wacheni watoto wadogo waje kwangu kwa maana ufalme wa Mungu ni wao. Amina. Hapo katibu amekwisha kuwalipia keki yenu nzuri, sogeeni, na mwenyekiti wa kwaya atakulisheni. Amina. Makofi mengi. Mwenyekiti wa kwaya kumbe yuko busy. Nitakulisheni mimi mwenyewe, sogeni watoto wazuri. Hapo kipindi unaendelea kuwalisha mgeni rasmi, kuna mama mwenyewe, maana kuna mchungaji na kuna mama mchungaji. Kwa mama mchungaji kuna simu tunataka tumuunganishe hapa, na yeye alisema baada ya tukio hili aunganishwe ili atoe nani hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaishi ulimwengu wa kidigitali. Hatuko peke yetu hapa. Amen. Tunaonaga ya matukio, basi mpigie na akiwa hewani tuunganishe mic ili watu wote wasikie. Na wakati huo basi watoto wetu wazuri msogee hapo pamoja na kiongozi wenu wasimamie. Mtakula wote. Basi. Amen. Zoezi la watoto tumelimaliza. Basi wakati utaendelea na mwenyekiti wa kwaya Ebeneza pamoja na mwenyekiti wa kwaya Amina wa makundi. Bahati nzuri tunao viongozi wa kwaya ambao wameungana na kwaya Sayuni. Nimkaribishe dada hapa amlishe mgeni wetu wa kwaya gani? Kwaya Ebeneza, na baada ya hapo nitamkabidhi maiki kwa niaba ya wanakwaya wake. Amen. Au kwa niaba yake mwenyewe, hapo sijaelewa, anawakilisha kundi. Basi atapata kutoa ahadi. Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama una amani punga mkono. Nawapenda katika jina la Yesu. Amen. Nimefurahi kujumuika nanyi. Kwa ukweli mmependeza. Mnatumika kwa kweli. Mimi na wanakwaya wangu wa Ebeneza niko hapa kama mwenyekiti wa Ebeneza. Sio kama, ni mwenyekiti. Nimependa kula hii keki kwa niaba yao kwa shilingi 20,000. Nitaiwasilisha kwa mwenyekiti Jumapili. Halo. Basi tutulie, msikie mama anawatakia siku gani leo kwa kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe mama. Hapa tunaweza kusema tuko live. Wanakusikia wanakwaya, wageni pamoja na kiongozi ambaye ni katibu wa kanisa. Tunakushirikisha baraka za uzinduzi wa kwaya. Tunahitaji neno moja tu, salamu zako pamoja na ahadi, maana tuko katika changizo.
Piga kanisa makofi kwa Amen. Amina. Ubarikiwe sana mama, na tunashukuru kwa mchango wako kwa kanisa, kwa kwaya ya kanisa ambayo ni thamani ya shilingi 100,000 na kanisa limeshukuru, na Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa sababu matukio ni mengi, basi tukuage, tukutakie kila laheri. Basi kama tulivyosikia wenyewe live, mama ameshiriki na sisi. Kwaya hapo andika shilingi 100,000 itajumlishwa na fedha taslimu. Hiyo itakuwa katika njia ya ahadi, najua itawasilishwa. Sasa ambao sio wanakwaya, bado kwaya ya vijana. Amina. Karibu ndugu, kwaya gani? Huyu ni mwakilishi wa kwaya ya vijana kutoka 5 Point. Karibu sana na Mungu akubariki. Na kwa niaba yao nitakulisha hii keki. Kwanza usikie raza. Amen. Baada ya hapo nitakukabidhi mic ili uweze kutoa neno. Unaichangia kwaya rafiki ya Sayuni kiasi gani? Mungu wa mbinguni akubariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante. Nashukuru kwa nafasi ya kipekee. Pia nashukuru kwa kufika hapa. Na sisi tumeweza kuwa wamoja wa kanisa hili. Kwa mchango wenu na sisi tumeona tufike pasipo kuitekeleza ile mwaliko wenu. Amen. Pia Mungu awabariki sana kwa kazi ambayo mnaifanya. Na sisi imetupendeza tuweze kuwa pamoja na nyie. Amen. Mimi nitachangia kwa shilingi 10,000 pamoja na kwa support kazi yenu, pamoja na vijana ambao wa 5 Point watashiriki kwa shilingi hiyo 10,000. Amen. Ongeza makofi kwa ajili ya 10,000. Inatosha sana, ni nyingi, itasaidia mipango ya kwaya. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Sasa hivi tunaenda kundi ambalo kimsingi wamefika hapa kwa ajili ya kuitia moyo kwa yetu ya Mlima wa Sayuni, lakini wao huwa hawaimbi, wanakaa kwenye viti wanaisikiza. Inawezekana wanatarajia 2027 watajiunga kwaya. Hata kama hutajiunga, basi kama unaamini wewe unaipenda kwaya Sayuni kwaya, simama juu. Tutapeana utaratibu. Simameni juu ambao sio wanakwaya. Tusimame wote, wageni walikwa, wanakwaya. Wewe kama sio mwanakwaya upo kwenye hiyo picha, simama juu, simama juu. Haujawahi kutokelezea hivyo. Simama. Simama juu. Utakula hata kwa ahadi. Mwenyekiti yuko hapo. Tunaanza upande huu. Anjoni tu wote hapa mkae. Wote kwa pamoja. Hapa mtoke. Yaani mtoke huko kwenye viti mkae hapa. Jamani, keki ni tamu. Sasa msisikie, tuna nyinyi mnatakiwa mje mle. Ni upendo, ni upendo. Naomba wote tusogee, wale ambao sio wanakwaya. Karibu hapa mbele. Mbona mnakuwa wazito? Au mpaka mwekee wimbo wa kusogea mbele. Sogeeni basi haraka haraka, maana DJ sijui atapata shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya uongozi wa vijana, sisi tutakula keki kwa shilingi 5,000. Makofi mengi kwao. Amina, ongeza makofi kwa ajili ya vijana, japo vijana wana nguvu. Sasa amesema kundi zima shilingi 5,000 au kijana mmoja mmoja anachangia 5,000. Hapo Amen. Nimekusoma. Basi wale ambao hawaimbi kwaya wakae hapa, na wakati tunaandaliwa stiki hapa zikae. Wewe njoo tukua na amani. Kiasi chochote ambacho Mungu amekubariki, au utatoa neno kwamba anaahidi. Kama unaona ahadi inaweza ikaleta shida ukaisahau, tuna mambo mengi, njoo na fedha trasimu weka. Wote jamani, wote ambao wanakuwa tu support jambo hili kwa kidogo ulichonacho. Katibu wa kanisa chochote ulichonacho, njoo tule kwa pamoja. Naomba tusimame wote ambao sio wanakwaya na tumekuja kwa ajili ya invite hii kusupport jambo hili. Naomba tuje kwa pamoja, chochote kile ulichonacho. Karibuni. Karibu Robert, nikulishe wasomo yangu, alafu wengine watalishwa na katibu.
Weka hela, usile bure. Weka hapo mchango wako, usije ukaondoka tukakusahau. Kwa shilingi 5,000 pamoja na mke wangu. Na mke wangu aje nimlishe na mke wake 5,000, makofi mengi pamoja na mke wake kwa 5,000. Makofi mengi kwa Yesu. Subiri nimlishe mama. Ubarikiwe sana. Karibu haraka ulicho nacho. Shilingi 1,000 inatosha sana. Haraka chochote kile ulicho nacho, tuna support huduma. Maombi ni ya msingi sana. Karibu sana. Haraka. Barikiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, mimi ndo nilikuwa wa kwanza kufunga ndoa katika kanisa hili. Lakini kwaya alinitungia nyimbo nzuri sana. Kwa hiyo naahidi Jumapili nitawapa 40,000 kwa ajili ya kurekodi wimbo. Amina, ongeza makofi. Amina. Wema ni akiba, weka tu umejificha. Wema ni akiba, watu wanaanza kuvuna wema wao. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndo nilikuwa bwana harusi. Taongezea 10,000 iwe 50. Wamama jeshi kubwa. Amen. Vigelegele kwa Yesu. Amina. Kwa sababu idara ya vijana imemaliza, kwaya zetu tulizozialika, marafiki zetu nao wameshafanya, waamini wamefanya, basi nikaribishe idara ya kina mama. Tunawapenda tena, wao wana sifa, tunawaita jeshi kubwa. Mwenyekiti ya kina mama, kwa niaba sema neno ili watu wapone. Amen. Kwa niaba ya mama atakula 5,000. Amen. Makofi. Ni makofi, mbona 5,000 mnaidharau jamani? Amen. Barikiwe. Basi mama mwingine atokeze, waje walishane hapa kwa niaba, maana hiyo keki lazima iliwe. Wa mama. Hakuna mama kwenye viti huko. Mwakilishi hapa mle keki. Bado kundi moja tujaligusa, japo liko ndani ya kwaya. Kwa niaba ya wapiga vyombo, wachukua video, wanarusha matangazo wote, basi mmoja aje hapa awakilishe, aseme neno. Aseme. Bado MC aseme neno. MC ashamaliza. Wapiga vyombo anasema nilisema tu 10,000 sikula, we nimekuja kuila. Wapiga vyombo hakuna mwakilishi. Wapiga vyombo wote mseme neno. Wapiga vyombo mseme neno. Tunawahitaji hapa. Mmoja aje awakilishe yale keki kwa niaba, atoe. Nani? Anawakilisha nani? Esau. Karibu wawakilishe hapo, wapiga vyombo wote. Sema neno. Mumlishe kwanza, maana bado hawezi kuongea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sisi mafundi mitambo tunachangia shilingi 5,000. Makofi mengi kwao. Amina. Basi na mimi nitakula ili tumalize haraka, muda umeenda, kwa shilingi 5,000. Amina. Piga makofi kwa ajili ya MC. Lazima utafute kubwa, mwili wenyewe unauona huu. Bado kuna fursa.
Kuna fursa kama unaweza ukawa na 1000 upige picha na mwenzio unamlisha. Ipo fursa hapa, unaweza ukawa na mzee huko humu hamjalishana muda mrefu, huku mnapiga picha. Mpiga picha yupo hapa, tunaweza tukachanga na ukapata picha nzuri na ukalisha kwa kutunisha mfuko, au namlisha rafiki yako kwamba nina buku siku nyingi sijamlisha rafiki yangu. Karibu haraka haraka. Karibu haraka haraka tutunishe nani. Hapa hii imekuja ili iliwe. Karibu haraka haraka. Picha cameraman jamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mimi nitamrisha mhasibu wa vijana kwa shilingi 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nilikuwa namhitaji mume wangu nije nimlishe keki kwa 5,000. Amen. Mpatie. Amen. Waiwai haraka haraka. Tuwaiwai tuchapulishe, haitakiwi baki. Tunataka tuone upendo. Una muda mrefu hujamlisha ndugu yako au karibisha kwako. Buku 1000, 3000, 4000, 10,000. Karibu mtoto wako, cameraman yupo hapa kwa ajili ya jambo hilo. Haraka. Jamani, natakiwa ishe hii. Kazi yake ni kuliwa. Karibu. Unanilisha mimi? Bwana Yesu asifiwe. Naomba vijana wa 5 point hapo watakula keki. Vijana wa 5 point wote. Kwa shilingi 2,000. Kwa shilingi 2,000. Makofi. Why vijana 5 point. Haraka. Jirani waka. Hapo ndo tutajua kwamba unampenda au mpendi. Jamani, tunawahi mapema hapa. Unamlisha nani? Unamlisha nani? Yes. Namwomba mke wangu Mama Nora na mtoto tawalisha 10,000. Wai mbio, wai changamkia fursa. Haraka mwingine. Hapa ndo tutajua mna upendo au. Bwana Yesu asifiwe. Bi harusi wa kwanza kufunga ndoa kwenye hili kanisa. Inajirudia tena. Aje pale keki. Kwa shilingi, kwa pesa taslimu ya kitita cha shilingi 1,000. Huyu ndo lango bana, lango la Mlima wa Sayuni, lango waliofunga ndoa, lango la kwanza. Haya, haraka. Jirani yako, rafiki yako, tunaenda kumaliza mapema. Jamani, umekosa kumlisha hata buku. Huku unapiga na picha hapa jamani. Wai basi, hata 1,000. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi namlisha Mama Nasi kwa shilingi 2,000. Wai, kimbilia fursa hiyo. Mama Nasi uko wapi? Upo? Bwana Yesu asifiwe. Mtamlisha Janeti kwa shilingi 2,000. Makofi mengi. Haraka. Ikibaki kitu hapa, keki tamu irudi hivi. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Tamlisha mama mkwe wangu keki kwa shilingi 1,000. Makofi mengi. Yaani unaona wewe kiti unaangalia huko hadi mwenye. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kiti unaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakula keki. Naomba nimwite binti yangu ale keki kwa shilingi 10,000. Kweli mtoto anasema mama analipenda teni. Anakula keki kwa shilingi 10,250. La. Sawa, 10,250. Haraka hapo mwenyekiti.
Amen. Tamlisha dadangu Priska kwa shilingi 1000. Atamlisha dada yake Priska. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namlisha keki mama Ebeneza kwa shilingi 2000. Makofi kwa mama Ebeneza. Je, yuko wapi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitakula keki kwa 300. Amina. Amen, amen, amen. Jamani, haraka unaemlisha. Tumeisha. Tumeisha jamani. Yesu asifiwe. Amen. Nitamlisha muha mmoja. Muha mmoja. Nipa hapa. Si muha. Nipa. Sio muha. Muha, mimi muha, sio muha. Inaendana na muha lakini. Wewe unaitwa muha, umelala tu. Na mimi nitamlisha muhaya kwa buku. Yupo muhaya huko? Wai yule. Kama kuna muhaya. Tunataka kama sio muhaya asije. Muhaya. Fanyeni injili. Wahaya hawamo. Muhaya yuko wapi? Haya, nitamlisha msukuma mmoja. Wameshachelewa. Haya, wasukuma 5 kwa 2000. Pangeni foleni hapo. Watano. Amina. Jamani, tumeisha. Haleluya. Nalisha waha 3 kwa shilingi 1000. Waha mliopo 3 kimbieni kwa 1000. Waha na wasukuma ni wengi. Hadi wamezidi. Ninamlisha mgogo kama kuna mgogo. Wapi usio mgogo. Tufanye injili. Wagogo hamna. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namlisha mwenyekiti wangu kwa shilingi 3000. Amen. Mwenyekiti wa kwaya. Karibu. Makofi mengi. Kuna fursa zinatoka huku wenye kabila zao. Tumeisha. Haraka. Hapa ndo pa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nachagua pande mbili. Atokee muha mmoja na msukuma mmoja. Waje wale keki hapa. Ni kwa shilingi 2000. Wameisha. Ninawalisha wa vijana, kwaya vijana ya 5 point 4 walioko karibu 4. Walioko karibu wewe njoo, wamepatikana 2. Unaita basi wewe nenda huko. Wamepatikana 2. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna rafiki zangu kutoka kule chuo. Njoni mle keki kwa shilingi 2000. Wapo wale mabinti kutoka chuo pale, rafiki zangu, njoni mle keki kwa shilingi 2000 hapa. Marafiki wa mtu wa kutoka chuo, karibu mle keki kwa shilingi 2000.
Tunaenda kumaliza, muda umekimbia. Tunaenda kumaliza, muda umeyeyea kweli kweli. Saa 1 sasa. Tuna dakika 5 za kumalizia, baada ya hapo tutaenda kuahirisha. Kuna fursa ya mwisho, karibu. Kama kuna mwingine, karibu. Karibu. Ulizani ni ukuta kumbe pazia, wala tausijani. Hata ukikao watasema tu kuna mtu anaye kuvuta we ukae nyuma. Yupo mtu anaye kufanya we kosera. Nani alisema kila lisemwalo lipo? Simama we usirudi nyuma. Yupo mtu atataka uso. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wawili hapa na wataka mwenyekiti pamoja na SP na njoni hapa. Njoni mle keki kwa shilingi 1000 hapa. Alafu wakila keki na wao waseme wanawalisha, bado sijawasikia hapa. Njoni mseme hapa. Njoni mle kwa shilingi 1000 hapo mseme. Wale kwanza washibe, wapate nguvu ya kusema. Wapate nguvu ya kusema. Hiyo ni ya kwangu 1000 hapa. Wapate nguvu ya kusema. Tawalisha wanakwaya wangu wote kwa shilingi 10,000. Zako wanapiga wewe unabipu. Kila saa kuna yako majibu. Wewe ukiamini tu unadhani dunia nzima wewe tu ndo unaangukaga. Usidhani ukianguka ndio mwisho utasi. Wanakwaya wote. Ukichelewa imekula kwako. Basi wakati huo sasa itakuwa ni mwisho. Wakimaliza wanakwaya, tutamwita katibu wa kanisa, ataongea 2 matatu. Baada ya hapo ataahirisha ibada hii. Tutakuwa tumefika mwisho kabisa. Kipindi wanamalizia hapo, na kuomba katibu wa kanisa sogea hapa mbele. Kipindi wanamalizia kula wanakwaya, utaongea neno. Baada ya hapo tutaahirisha kabisa. Pina taja unaamrisha kwa shingapi? Kwa shingapi? Shingapi? Nataka tuandike kwa shingapi. Amen. Kwa buku. Anakula kwa buku. Kwa mkono. Karibu katibu. Asante sana mgeni rasmi. Nashukuru sana. Mungu akubariki sana. Amina. Barikiwe sana. Amina. Karibu katibu. Malizie. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hongereni watu wote kwa kuwa pamoja nasi kushiriki tukio hili.